Tunaondokea katika ukurasa wa 10 leo. Fadhlu shahri llahi al-muharram, fadhila za mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Sheikh amesema shahru llahi al-muharram lahu fadlun adhim, mwezi wa Allah wao ni Muharram una fadhila kubwa kabisa. حتى عداه بعض السلف أفضل الأشهر الحرم، mpaka wameuhesabu baadhi ya wema waliopita kwamba ndio mwezi bora kabisa katika miezi mitukufu. Katika hiyo miezi mitukufu minne, basi huo al-Muharram ni mbora wao. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله amesema حافظ ابن رجب الله مرحمه وقد اختلف العلماء في أي أشهر الحرم أفضل، مختلفيان wanazuoni ni mwezi gani katika hii miezi mitukufu, ni mwezi gani uliokuwa bora zaidi. فقال الحسن وغيره، akasema Hasan rahmatullahi alayhi na wengine, afdaluha shahrullahi al-muharram, katika hii miezi mitukufu bora wao basi ni mwezi wa Allah ambao unaitwa Muharram. Warajahahu taifatu min al-muakhirin, warajahahu taifatu min al-mutaakhirin, na kauli hiyo wakaitia nguvu kundi la wanazuoni au waliokuja mwisho. Warawa Wahb ibn Jarir an Qurra ibn Khalid an al-Hasan, amepokea vile vile Wahb ibn Jarir amepokea kutoka Qurra ibn Khalid an al-Hasan riwaya inatoka kwa Hasan al-Basri, qala amesema inna Allah iftataha sana, kwamba Allah kaufungua kauanza mwaka shahri haram, mwezi ambao ni mtukufu. Allah kauanza mwaka kwa mwezi ambao ni mtukufu, wa khatamaha bi shahri haram, na akaumalizia mwaka wa mwezi mtukufu. Falaysa shahru fi sanati baada shahri Ramadhan, hakuna mwezi katika mwaka baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani adhama inda Allah min al-Muharram, ambao ni mtukufu zaidi mbele ya Allah kuliko mwezi wa Muharram. Wa kana yusamma shahrullahi al-asam, na ulikuwa unaitwa mwezi wa Allah al-asam min shiddati tahrimihi, kutokana na ukubwa wa utukufu wake, kutokana na ukubwa wa utukufu wake, kwa hivyo kaitwa shahrullahi al-asam. Kharaja an-Nasa'i min hadithi Abi Dharr, amepokea Imam an-Nasa'i kutokana na hadithi ambayo inatokana na sahaba Abi Dharr qala radhiallahu anhu, qala amesema sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, limuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyal layli khairun, ni usiku gani ambao ni bora zaidi, wa ayya al-ashhuri afdalu, na ni mwezi gani ambao ni bora zaidi, usiku gani ambao ni bora, ni mwezi gani ambao ni bora zaidi. Fakala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema khairul layli jawfuhu, bora ya usiku ni ile pinga la usiku, jawful layli. Wa afdalul ashhuri, na mwezi uliokuwa bora zaidi shahrullahi ni mwezi wa Allah alladhi tad'unahu al-Muharram, ambao nyinyi mnauita al-Muharram, mwezi wa Allah ambao nyinyi mnauita Muharram. Hadithi ni sahihi, rawahu an-Nasa'i fi Sunan al-Kubra. Wa itlaqu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadithi afdalul ashhur,
mahmulun ala ma ba'da Ramadhan. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kutaja katika hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kutaja utukufu wa mwezi, kutaja katika hadithi hii Mtume utukufu wa mwezi, yani inachukuliwa baada ya Ramadhani. Utukufu wa mwezi kwamba kautaja Shahrullah al-Muharram, yani unachukuliwa hadithi hii kwamba ni baada ya Ramadhani. Ramadhani bila shaka inajulikana utukufu wake na ubora wake. Sawa? Ramadhani inajulikana utukufu wake na ubora wake. Kwa hivyo moja kwa moja Mtume kusema kwamba mwezi bora ya mwezi basi ni mwezi wa Allah Muharram, yani baada ya Ramadhani. Hadithi hii inachukuliwa baada ya Ramadhani, kwamba Ramadhani ni bora kuliko mwezi mwingine wowote, sababu ule utukufu wake unajulikana, maana yake uko wazi, utukufu wake uko wazi. Baada ya hapo Sheikh ametuelezea fadhili siyam shahri Allah al-Muharram, ubora wa funga, fadhila za funga katika mwezi wa Allah ambao ni Muharram. Tumeona utukufu wake wa mwezi kama ni mtukufu. Sasa nafunga vile vile ina ubora, kifunga katika mwezi huu kuna ubora wake. Mimma yadullu ala fadhilihi, katika jambo lenye kuonyesha fadhila zake, utukufu wake mwezi huu wa Muharram, anna siyamahu afdalu siyami baada Ramadhan, kwamba funga yake ni bora kwa funga zote baada ya Ramadhani. Funga yake unaofunga katika mwezi huu ni bora ya funga zote, lakini baada ya Ramadhani. Ramadhani kama tunavyosema iko mbele, Ramadhani iko mbele. Wakad jaa fi sahih Muslim Nabi Hurairah radhiallahu anhu qala, hakika imekuja katika sahih Muslim hadithi kutoka kwa Abu Hurairah, Allah mridhia, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami baada Ramadhana shahrullah al-Muharram, bora ya funga baada ya Ramadhani basi ni funga inayofungwa katika mwezi wa Allah ambao ni Muharram. Wa afdalu salati baada al-faridati salatul layl, na bora ya sala baada ya fardhi basi ni sala za usiku. Sala za usiku ndio sala bora kabisa kuliko dhuha au chingine chochote au zozote katika sala nyingine. Wa afdalu salati baada al-faridha salatu al-layl. Wa hadha al-hadith fihi dalalatun wadhiha, katika hadithi hii kuna dalili ya wazi wazi na fadhila siyam shahri Allah al-Muharram, juu ya fadhila ya funga katika mwezi wa Allah ambao ni Muharram. Funga unaofunga katika Muharram basi ni utukufu sana kabisa. Qala al-Imam an-Nawawi, nasema Imam an-Nawawi rahimahullah, fa in qila fi al-hadithi, ikiwa patasemwa katika hii hadithi, inna afdala sawmi baada Ramadhana saumu al-Muharram, kwamba hakika bora ya funga baada ya Ramadhani ni funga ambayo inafungwa katika mwezi wa Muharram. Fa kaifa akthara siyama fi Sha'ban duna al-Muharram, basi vipi Mtume sallallahu amekithirisha kufunga sana kabisa katika mwezi wa Shaabani pasina Muharram, kwamba haja kithirisha kufunga katika Muharram, akithirisha sana kufunga katika Shaabani, mwezi wa Shaabani. Jawabu yake la'allahu lam ya'lam fadhila al-Muharram, huenda ikawa Mtume sallallahu alikuwa hajajua fadhila za mwezi wa Muharram illa fi akhir al-hayati, isipokuwa mwisho
wa uhai wake. Mwisho wa maisha yake ndio akajua, kabla tamakun min sawmihi, kabla haijamakinika yeye kufunga huo mwezi wa Muharram. Mwisho ndio akajua fadhila zake. Au la'allahu, au huenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kana ya'ridu fihi adharu, ikawa anapata udhuru katika mwezi wa Muharram, tamna'u min ikthari sawmi fihi, udhuru ambao ulikuwa unamzuia ikawa hawezi kufunga katika mwezi wa Muharram. Safari, kama vile udhuru kusafiri sana Muharram, maradhi, kuumwa sana, wa ghairihima, na mengine yasiyokuwa hayo. Yani kuna ihtimali ima hii au hii. Ima alichelewa kujua fadhila, Allah alikuwa hajamjulisha mpaka akamjulisha mwisho wa uhai wake ndio akasema maneno haya, au ilikuwa anakathirisha kufunga Shabani sababu ilikuwa hana udhuru, lakini katika mwezi wa Muharram ikawa anapata udhuru, ima safari au maradhi au udhuru mwingine wowote. Hii ni ihtimali, lakini anasema ala kulli hali funga ya Muharram ni tukufu zaidi kuliko funga itakayofungwa katika mwezi mwingine kutoa Ramadhani. Qala al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, anasema Hafidh Ibn Rajab Allah mrehemu, wa qad samma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله. وحقيقة Mtume صلى الله عليه وسلم ameuita mwezi wa Muharram kama ni mwezi wa Allah. Kauita kama ni mwezi wa Allah, kama fi hadith, kama ilivyokuja katika hadithi, afdalu siyami baada Ramadhana shahrullahi al-muharram, bora ya funga baada ya Ramadhani basi ni funga inofungwa katika mwezi wa Allah ambao ni Muharram. Wa idhafatuhu ila Allah, na huo mwezi kuegemezwa kwa Allah azza wa jalla, tadullu ala sharafihi wa fadlihi, inaonyesha juu ya utukufu wake na fadhila zake. Mwezi wa Allah inaonyesha juu ya utukufu wake na fadhila zake. Fa inna Allah ta'ala, hakika Allah mtukufu, la yudhifu ilayhi illa khawasu makhluqatihi, akiegemezi kwake Allah isipokuwa wale viumbe vyake vilivyokuwa ni mahsus, aliowachagua mukhtar, wale viumbe wake ambao ni mahsus aliowachagua, basi hao ndio wanaegemeza kwake. Kama nasaba Muhammadan wa Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba wa ghayrahu min al-anbiya'i ila ubudiyatihi, wa nasaba ilayhi baitihi wa naqatihi, kama Allah alivyomnasibisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Nabii Ibrahim na Nabii Ishaqa na Nabii Yaqub na wengine katika mitume, akawanasibisha kwake yeye kwamba ni waja wake. Wote ni waja wa Allah, lakini hawa akasema hawa ni waja wangu. Wanasaba ilaihi baitihi, na Allah akainasibisha kwake nyumba yake, misikiti al-Kaaba, wa naqatahu, na ngamia kwamba ni wake, na ngamia wake kwamba huyu ni ngamia wa Allah, pamoja na kwamba viumbe vyote ni vyake, lakini akavichagua akasema huyu mja wangu, huyu mja wangu, huyu mja wangu, hii nyumba yangu, huyu ngamia wangu. Pale aliposema wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub, wakumbuke waja wangu ambaye ni Ibrahim na Ishaqa na Yaqub. Alafu akasema asra bi'abdihi, subhanalladhi asra bi'abdihi, ametakasika yule ambaye amempeleka mtumwa wake Nabii Muhammad min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa,
kutoka katika msikiti mtukufu wa Maka akampeleka mpaka katika msikiti wa mbali Baitul Maqdis. Abidihi, mtumwa wake, mja wake. Wa qawluhu, na kauli yake, antahira baiti, nikawaamrisha Ibrahim na Ismail kwamba waisafishe nyumba yangu Al-Kaaba. Antahira baiti, kawaambia muisafishe nyumba yangu. Wa qawluhu, na kauli yake, nafaka Allahi wa suqyaha, huyu ni ngamia wa Allah, macheni anywe, wala msimdhuru chochote, msimdhuru kwa lolote. Nafaka Allahi wa suqyaha, ngamia wa Allah. Kwa hivyo hii ni kuonyesha mahususi, akawachagua baadhi ya viumbe vyake akavinasibisha kwake, nasaba ilaihi, akavinasibisha kwake kwamba hivi ni vyangu, kwa utukufu ya hivyo vitu vilivyoegemezwa kwa Allah. Walamma kana hadha shahr, na ulivyokuwa mwezi huu, walamma kana hadha shahru, na ulivyokuwa mwezi huu, mukhtasan, kwamba ni makhsusi biidhafatihi ila Allah ta'ala, ni makhsusi mwezi huu kwamba umeegemezwa kwa Allah mtukufu, kwamba mwezi wake, mwezi wa Allah kaegemezwa hivyo kwa Allah. Wa kana siyamu, na ikawafunga, min baini al-a'mali, ni katika matendo, mudhafan ila Allah ta'ala, ambayo na yeye yameegemezwa kwa Allah mtukufu. Mwezi umeegemezwa kwa Allah, kwamba mwezi wa Allah, na funga ikaegemezwa kwa Allah. Kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li, amali zote za mwanadamu ni zake isipokuwa funga. Fa innahu li, funga ni yangu. Wa ana ajzi bih, na mimi ndiye nitakayelipa. Kwa hivyo amali zote mwanadamu ni zake mwenyewe, lakini funga ni yangu. Lamma kana hadha shahr, na ulivyokuwa mwezi huu, mukhtaswan biidhafatihi ila Allah ta'ala, kwamba umehusishwa mwezi huu kwamba ni wa Allah, shahrullahi al-muharram. Wa kana siyamu, na ikawafunga, min baini al-a'mali, ni katika baina ya matendo, mudhafan ila Allah ta'ala, ambayo nayo yameegemezwa kwa Allah mtukufu. Yameegemezwa wapi? Kwenye hadithi, kullu amali ibn adam lahu illa sawm, amali zote za mwanadamu ni zake mwenyewe ila funga. Fa innahu li, hiyo funga ni yangu mimi. Wa ana ajzi bih, na mimi ndiye nitakayelipa hiyo funga. Kwa hiyo funga ikaegemezwa kwa Allah. Fa innahu lahu subhanahu, hiyo funga ni yake yeye Allah anayetakasika, min baini al-a'mali, kati ya matendo yote. Anasali, anahiji, anatoa sadaka, yote ni matendo yake mwenyewe mwanadamu. Lakini funga anasema Allah ni yangu. Aliposema li, yani sirrun baini wa baina abdi, ni siri funga baina yangu mimi na mja wangu. Kwa hivyo madam ni siri baina yangu mimi na mja wangu, mimi ndiye nitakayelipa. Ni yangu na mimi ndiye nitakayelipa. Akisali watu wanamuona, akitoa sadaka atajitahidi kuficha mkono wa kulia, unatoa kushoto usijue. Lakini baadhi ya wakati watu watamuona anatoa sadaka, anaenda kuhiji, watu watamuona anaamrisha mema, watu watamuona anakataza mabaya, watu watamuona anaunga ukoo, watu watamuona. Lakini funga ni siri baina yake yeye na Mola wake. Nani anajua kwamba fulani kafunga? Kuna anayejua? Ni yeye mwenyewe na Mola wake. Ndio Allah anasema fa innahu li, funga ni yangu mimi. Unaweza ukala kashiba, ukanywa vinywaji vyako kashiba, alafu katoka mbele za watu unasikitika, jua kali sana, mara hii, kwa hivyo kiu, jambo la kwanza unalofutari unakimbilia juisi. Yaani unasikitika mbele za watu kwamba umefunga na funga imekukaa, lakini hakuna anayejua kwamba umefunga au kufunga isipokuwa Allah.
Wewe kumbe unadanganya mbele za watu, mbele ya Allah, kumbe hujafunga. Wewe fa innahu li, funga ni yangu mimi. Kwa hivyo ni siri kati ya matendo yote. Nasaba, wewe madamu mwezi ni wa Allah na funga ni ya Allah, wewe imekuwa ni mnasaba kabisa an yakhtasu hadha shahr, au husishe Allah huu mwezi wa Muharram almudhafu ila Allah, kwamba uegemeze kwa Allah mwezi huu. Yakhtasu hadha shahr, kwamba umehusika mwezi huu almudhafu ila Allah, uegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrullahi almuharram bil amali, kwa kufanya matendo almudhafu ilayhi, matendo ambayo yameegemezwa almukhtas bihi wa huwa siyam, ambayo yanahusika kwa Allah tu, matendo hayo ambayo ni funga. Kwa hivyo mwezi umehusika kwa Allah, na madamu ni wa Allah, kuna imekuwa ni mnasaba kufanywa matendo ambayo yananasibika na Allah, ambayo ni funga, ambayo ni asiri. Wa qad qila fi maana, tumesema katika maana idhafatu hadha shahri ila Allah, kuegemezwa mwezi huu kwa Allah, shahrullahi almuharram, innahu isharatu, kwamba ni ishara ila anna tahrimahu, ni ishara ya kwamba ule utukufu wake ila Allah azza wa jalla, utukufu wake kwa Allah, laisa li ahadin tabdilahu, hakuna kwa yoyote ambaye atapata ruhusa ya kubadilisha. Laisa li ahadin tabdilahu, si kwa yoyote ambaye atapata ruhusa ya kubadilisha kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokataza. Hakuna anayeweza kubadilisha, kama kanat aljahiliyatu, kama walivyokuwa watu kabla ya Uislamu, yuhillunahu, wanahalalisha huo mwezi, wa yuharrimunahu, na wanaharamisha makanahu safaran, katika mwezi wa Safar. Walikuwa wanaondosha mwezi wa Muharram, wanaweka mwezi mwingine, wanaweka mwezi wa Safar, ili kuhalalisha kupigana vita. Wao wameambiwa ni mwezi mtukufu, usipigane vita, kwa hivyo badala yake wanaondosha Muharram, wanaweka Safar, ili uhalalishe masala ya vita na waharamishe kile wanachotaka kukiharamisha. Fashara, Allah kashiria ila annahu shahrullah, kwamba huu ni mwezi wa Allah, alladhi haramahu, ambao kautukuza, na maana haramahu, kautukuza kwa kuharamisha kupigana vita. Ameutukuza kwa sababu kuharamisha kupigana vita katika mwezi huo. Falaysa li ahadin, kwa hivyo haifai kwa yoyote, min khalqihi, katika viumbe wake, katika viumbe vyake, tabdilu dhalika wa taghyiruhu, kubadilisha na kugeuza. Akabadilisha akaweka mwezi mwingine badala ya mwezi uliopo al-Muharram, akaweka Safar au mwezi mwingine, ili apate kuhalalisha yale Allah aliyoharamisha. Hakuna yoyote ambaye ataweza kufanya hivyo. Shahrul haram, shairi anasema shahrul harami, mwezi mtukufu wa Muharram. Shahrul harami, mwezi mtukufu wa Muharram, mubarakun, mwezi uliobarikiwa, maimunun, wenye kheri nyingi. Ni mwezi ambao ni maimunun, wenye kheri nyingi. Wasawmu fihi, na kufunga katika mwezi huo, nafunga wasawmu fihi, nafunga katika mwezi huo, mudhaafun, inaongezwa thawabu zake kwa wingi. Mudhaafun, inaongezwa thawabu zake kwa wingi. Masnunun, hali ya kuwa ni sunna. Funga yake si fardhi, ni sunna, lakini thawabu zake ni nyingi. Wa thawabu swaimihi, na thawabu za mfungaji wake, liwajhi ilahihi, mfungaji kwa ajili anafunga ya kupata wajhi wa Allah, fil khuldi inda malikihi makhzunu, katika maisha ya milele mbele
ya mfalme wake ni makhzunu, ay mudakhiru inda Allah fil janna, thawabu zake atawekewa mbele ya Allah peponi, la yadhiru wala yankusu, haitapungua wala haitapotea wala haitapungua. Wasayajiduhu yawma alqiyamati kamila, na atakuta kamili malipo yake. Maana makhzunu maana yake mudakhiru inda Allah, atawekewa mbele ya Allah, sababu zake zitawekwa mbele ya Allah. Wapi? Fil janna, peponi. La yadhiru, haitopotea, wala yankusu, wala hatapunguzwa, wala hatapungua malipo yake. Sayajiduhu, atakuta malipo yake yauma alqiyama, siku ya kiyama, kamila, yako kamili, hajapungua hata kidogo. Maana makhlud, maana makhzun, min alkhazan, min alkhazina, atakewa malipo. Hivyo malipo yake mbele ya Allah mfalme wake, malipo yake atakewa peponi ambayo haitapotea wala haitapunguzwa. Intaha kalamuhu rahimahullah. Imemaliza maneno yake, Allah mrehemu. Maneno ya nani? Na Ibn Rajab. Maneno ya Ibn Rajab yamemalizia hapa. Wamefadhili hadha shahr, na katika utukufu na fadhila ya mwezi huu, anna fihi yaumu Ashura, kwa ndani yake mna siku ya Ashura, siku ya 10 au mwezi 10 katika mwezi wa Muharram. Katika mwezi huu kuna siku ya 10, mwezi 10 katika mwezi wa Muharram, alladhi hasala fihi nasrun mubin, ambayo imepatikana katika mwezi 10 hiyo, imepatikana nusra iliyokuwa waziwazi ya ahli imani, kwa watu wenye imani, Waislamu imepata nusra iliyokuwa waziwazi. Wa adhhara Allahu fihi alhaqa, na Allah kadhihirisha haki katika siku hiyo ya mwezi 10, ala albatili, juu ya batili ikashindwa, haki ikadhihiri na ikashinda. Haithu najja fihi Musa, pale Allah alipomuokoa Nabii Musa alayhi salatu wasalam wa qaumahu, na kaumu yake, wa aghraka Firauna wa qaumahu, na Allah akamgharikisha, akamzamisha Firaun na watu wake. Fahuwa yaumun, kwa hivyo hii ni siku, lahu fadhilatun adhima, ina fadhila kubwa kabisa. Ni siku ambayo ina fadhila kubwa kabisa. Siku gani? Ashura, siku ya 10. Ni siku ya 10. Kwa hivyo siku hii ya Ashura, mwezi 10, ni siku ambayo ina fadhila kubwa sana. Haki imedhihiri na batili imejitenga katika siku hii. Nabii Musa alimlingania Firauni kwa miaka mingi, lakini akakataa haki Firauni, akawa anaendelea kuwatesa Bani Israeli, akawa anawatuma, anawapa kazi ngumu, yasumunakum su'al adhab, anawapa kazi ngumu na mateso makali. Kwa hivyo Allah akataka sasa Firauni aangamie na aokolewe Nabii Musa na watu wake. Kwa hivyo akaambiwa waelekee katika bahari, waende katika upande wa bahari. Hawana jahazi, hawana chochote, lakini akaambiwa nendeni huko baharini. Alipofika baharini, Nabii Musa alayhi salatu wasalam akaambiwa aipige bahari kwa fimbo yake, akaipiga bahari kwa fimbo yake, na huu ni aya, ishara ya kuonyesha kwamba huyu ni mtume wa haki, sababu ni kitu ambacho khariqul aada, haiko katika desturi ya watu, haiko katika desturi ya watu kwamba maji yapige kwa fimbo yapasuke.
ipatikane njia. Hii ni jambo ambalo ni khariqul aada, kama vile kumkuta mtu anatembea juu ya hewa. Kawaida mtu anatembea katika ardhi, sasa kumkuta anatembea juu ya hewa ni kitu ambacho ni khariqul aada. Au anatembea katika maji, kutembea katika maji ni kitu khariqul aada. Tumesoma hapa Karamatul Awliya, kwenye kitabu tulichomaliza Qidatul Wasitiyya, tulisoma makarama ya mawali ambayo yarudi tena kule kule, kama ni ishara kwamba mtume anayemfuata huyu muumini ambaye anayafanya hayo ni kuonyesha kwamba mtume wa haki na dini yake ilikuwa ni dini ya haki. Tunarejea kule kule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo alipopiga bahari fimbo ikatawanyika, ikapatikana njia 12, wakapita kila Bani Israeli, makabila yote 12, njia kabisa, hamna maji, ardhi kavu, wakapita wote. Baada ya kupita, Allah subhanahu wa ta'ala akawasogeza hawa kundi jingine, na wakaingia. Baada ya kuingia kwa na madamu hao wamepita na sitapita, Allah kayamisha bahari, kafunga, wakaharikishwa Firauni na watu wake wote, na akaokolewa Nabii Musa na watu wake wote. Hivyo ilikuwa ni siku ya nusra kwa mtume wetu Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo haki kadhiri ikashinda na batili ikashinda, na hivi ndivyo wakati wote watu wa haki lazima washinde. Ndivyo walivyo mwanzo mpaka mwisho, watu wa haki watashinda tu, na ni ahadi ya Allah kwamba watu wa haki watashinda wao, na ndio watakapata nusura. Inna nansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Tawanusuru mitume yetu na wale walioamini kuamini mitume hapa duniani na siku watakaposimama mashahidi, yani siku ya kiyama. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy salihun. Kwa hakika tumeandika katika Qur'ani, tumeandika katika lauhi mahfudhi. Walaqad katabna fi zaburi, tumeandika katika vitabu min ba'di dhikri, baada ya kuandika katika lauhi mahfudhi, anna al-ardha yarithuha ibadiy salihun, kwamba ardhi watairithi waja wangu walio wema. Kwa hiyo makafiri wataondoshwa, wataangamizwa, na waumini ndio watakaokolewa na ndio watakaorithi ardhi. Makafiri wataangamizwa, waumini wataokolewa. Inna lanansuru rusulana alladhina amanu ma'ahu fil hayati dunya yawma yaqumul ashhad. Jaa fi sahihaini, imekuja katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim, hadithi ibn Abbas, kutokana na hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kadima al-Madinata, aliingia Madina, fawajada al-yahuda siyama, akawakuta Mayahudi wamefunga, akawakuta Mayahudi wako katika hali ya kufunga. Yauma Ashura, siku ya Ashura. Na hapa Mtume sallallahu alaihi alikuwa funga ya Ashura alikuwa anafunga tokea yuko Makkah, hajafika Madina alikuwa anafunga. Hadithi imethibiti katika Bukhari na Muslim kwamba alikuwa anafunga tokea Makkah, alikuwa anafunga tokea Makkah. Na Makureishi nao walikuwa wanafunga. Makureishi, baadhi ya Arab walikuwa wanafunga. Kwa hivyo hiyo ilikuwepo, Mtume akifunga, baadhi ya Makureishi walikuwa wakifunga. Kwa hivyo alipokwenda Madina akakuta wanafunga vile vile, akawauliza. Kwa hivyo akatilia mkazo zaidi, sio kwamba kaanza kufunga hapo kuingia Madina tu, la, wanafunga kabla yake. Faqala lahu, Mtume akawauliza, ana lahu Rasulullah
sallallahu Mtume sallallahu akauliza, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ni siku gani hii ambayo nyinyi mnaifunga? Faqalu, wakasema hadha yawmun adhim, hii ni siku tukufu, hii siku tukufu. Anja Allah fihi Musa wa qaumahu, Allah amemwokoa Nabii Musa na kaumu yake. Allah amemwokoa Nabii Musa na watu wake. Wa gharraqa Firauna wa qaumahu, akamzamisha, akamgharikisha Firauni na watu wake. Fasamahu Musa shukran, Nabii Musa kaifunga siku hii kwa ajili ya kumshukuru Allah. Kaifunga siku hii ambayo kaokolewa kwa kumshukuru Allah. Fanahnu nasumuhu, Yahudi wanasema fanahnu nasumu, hivyo na sisi tunaifunga siku hii mshukuru Allah, sababu akaokolewa mtume wetu Nabii Musa na adui wake kamwangamiza Allah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanahnu ahaqun wa aula bi Musa minkum, sisi tunastahili zaidi, sisi tunastahili zaidi na ni aula kwetu sisi kwa Musa kuliko nyinyi. Ni aula kwa kumpenda na kumthamini Nabii Musa kuliko nyinyi. Faswamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga na kaamrisha watu wafunge. Na funga hii ya Ashura ilikuwa ni fardhi kufunga kwake. Funga ya Ashura ilikuwa ni fardhi kufunga kwake mpaka ilipokuja funga ya Ramadhani mwaka wa pili Hijria, ikawa sasa ni mustahabu. Ikawa sasa ni mustahabu, sio fardhi tena, ni mustahabu. Anataka anafunga, alikuwa hataki hafungi wala hapati dhambi, lakini hakuna aliyeacha, sababu waliokuwa katika zama za mtume wote ni watu waheri, hakuna aliyeacha. Lakini ile fardhi sasa imeondoka, ikawa sasa ni mustahabu, jambo lenye kupendezesha kama kufunga. Wewe mtume akaamrisha kufunga kwake siku hiyo. Qala Ibn Abbas radhiallahu anhuma, amesema Abdullah ibn Abbas, ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sijapata mimi kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin fadlahu ala ghairihi illa hadha al-yawma yawm Ashura. Sijapata mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona kijitahidi kufunga siku ambayo anahesabu kuwa fadhila zaidi ya siku nyingine kuliko funga siku hii ya Ashura. Wa hadha shahr, na mwezi huu, yani shahra Ramadhani, kwamba na mwezi huu akijitahidi sana kufunga ambao ni mwezi wa Ramadhani. Arejea tena, ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sijapata mimi kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam yataharra, akijitahidi siyama yawmin fadlahu, akijitahidi kufunga siku ambayo anahesabu kuwa na fadhila, yani fadhila zaidi kuliko siku nyingine, illa hadha al-yawm, isipokuwa akifunga kujitahidi zaidi siku hii, yani yaumu Ashura, siku ya Ashura. Kwa siku hii akijitahidi zaidi kwamba ina fadhila zaidi kuliko siku nyingine. Wa hadha shahr, mwezi huu vile vile, yani shahr Ramadhan, yani mwezi mtukufu wa Ramadhani, ijitahidi sana kufunga kwa ajili ya kupata fadhila, funga ya Ashura na funga ya Ramadhani. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokea Imam Bukhari. Tafika hapa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta